your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Lakini itakuwa ni kama yanayoendelea leo kwa Tundu Lissu. Anajitetea lakini anawafundisha watu sheria inavyotaka kwenye mifumo. So mtapigana, lakini pia nataka kuwafundisha watu boxing namna ilivyo, kwa sababu tumekuwa na mabingwa wengi wa majina kuliko wenye uwezo wa kweli. Swali jingine? Yes bwana, mambo vipi? Na tumani utakuwa buheri wa afya njema. Hata mimi pia niko vizuri kweli kweli. Bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania Hassan Mwakinyo ameingia kwenye mzozo huko mtandaoni baada ya video yake fupi ambayo tumeipata akimzungumzia Tundu Lissu, akifananisha na mchezo wa mwasumbwi, lakini pia akifananisha na uwezo wake akiwa ulingoni. Sasa kwenye maoni mbalimbali ya watu baada ya kuweka ile video fupi ambayo Hassan Mwakinyo anajitetea wakati akijibu maswali ya waandishi wa habari alipoulizwa namna ambavyo atajiandaa kwa ajili ya pambano lake la Desemba mwaka 2025. Haya mahojiano aliyafanya kwa mara ya kwanza wakati anatangaza fight yake ambayo tumeishuhudia Hassan Mwakinyo akicheza na Sterling Erbo. Wakati anafanya mahojiano hayo ilikuwa mwezi wa 9. Sasa wakati wanalaunchi pambano la mwezi wa 12 ndiko ambako aliweza kutoa kauli ya kusema kwamba yeye katika boxing anataka kuonyesha mchezo mzuri, huku akiwafundisha mabondia wa Tanzania namna ya kupigana na vitu vingine kama ambavyo Tundu Lissu anavyowafundisha watu sheria ndani ya hii nchi. Yes, Hassan Mwakinyo aliongea hiyo kauli akifananisha boxing yake na namna ambavyo Tundu Lissu licha ya kuwa na maswaibu mengi, lakini anawafundisha watu sheria inavyotaka ndani ya masuala ya kisiasa. Sasa kwenye comment mbalimbali za watu wakati wanazungumza juu ya hii jambo, wengine wanasema kwamba Hassan Mwakinyo aachane na siasa kwa sababu yeye kwenye boxing ametosha na nchi inamtegemea, kwa hiyo asiongeze kitu kingine chochote ambacho kinaweza kawagawa mashabiki. Kama yuko kwenye boxing basi inatosha, lakini sio aanze kushabikia tena na mambo ya siasa. Yes, Hassan Mwakinyo hii imekuja kuwa mzozo, lakini pia tumeiweka ni kama jibu la Hassan Mwakinyo akijibu kuhusiana na issue ya Tundu Lissu baada ya kumshuhudia kwenye pambano lake Hassan Mwakinyo akitengeneza fulana na akiweka picha ya Tundu Lissu nyuma mgongoni, lakini mbele kwenye hiyo t-shirt yake aliweza kumweka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Sasa siku ile ya pambano wakati anaingia na hizo picha mbili, kila mmoja alikuwa amebaki mdomo wazi na kujiuliza kwamba Hassan Mwakinyo alikuwa anamaanisha nini kuvaa ile t-shirt mbele ikionyesha picha ya Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nyuma ikimuonesha sura ya Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa yeye pia hakuweza kutoa ufafanuzi hata baada ya fight yake, akawa ameivaa hiyo t-shirt wakati anazungumza na waandishi wa habari, wakati anatangaza yale matokeo yake akawa ameivaa hiyo t-shirt ambayo inamuonesha mbele Rais Samia Suluhu Hassan, lakini kwa nyuma ya mgongo ikiwa picha ya Tundu Lissu. Hakutoa majibu wala kuweza kuzungumzia chochote, lakini katika utafutaji wetu sasa tukawa tumekuja kugundua kwamba siku ambayo anatambulisha pambano alishawahi kumzungumzia Tundu Lissu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tukachukua ile kipande tukakiweka ili kuonesha kwamba je, ni kweli alichokuwa anamaanisha kwenye picha ambayo tulimshuhudia kwenye siku ya pambano ndio hiki ambacho alikuwa amekizungumza siku ambayo anatambulisha pambano lake. Tumejaribu kuweka mdahalo watu waweze kukumbuka na waweze kutoa maoni yao. Sasa kwenye maoni mbalimbali ambayo yameweza kujitokeza, wengine wamemuasa, wanasema kwamba aachana na mambo ya siasa, anaweza akampoteza, kwa sababu wengi wameweza kuingia kwenye siasa na wameweza kupoteza kabisa career yao, lakini pia hata fani zao. Sasa nipitie comment mbili tatu ambazo watu waliweza kuziandika kupitia ukurasa wa Instagram. Alijitokeza Ali Kasim, anasema kwamba namuombea sana bondia wetu Hassan Mwakinyo, lakini please achana na siasa, jaribu kudhibiti hisia zako, wewe ni bondia wetu pendwa, siasa waachie wengine please, naomba sana. Daniel anasema Mwakinyo anakera sana, anajua kila kitu. Huyu jamaa kweli ni icon ya taifa, mimi simpingi, kila kitu anachokifanya ni kizuri, lakini kwenye kuingia kwenye siasa kama ambavyo watu wanamtafsiri, mimi sioni kama ni sawa. Hapo alikuwa anazungumzia tu namna ambavyo ataonyesha mchezo wake ulingoni, lakini kwa taswira ambayo ameizungumza hapo ni zaidi shali, inaonekana kwamba ni mtu ambaye anaweza akaonyesha mapinduzi kwenye siasa. Kwa hiyo sasa ni jambo ambalo kwa upande wangu mimi sioni kama lina afya, hususan bondia kama huyu ambaye tunamtegemea kwenye nafasi ya vitu vingi sana. Hassan Mwakinyo, mimi nikutakia kila la heri katika safari yako ya boxing, lakini kwenye safari ya siasa sijakubaliki kakaangu.
Haya, ushakuwa mwanasiasa ndugu yangu, lakini nakushauri tu huku achana nako, kutakupoteza. Isa huyo anamaliza ujumbe wake namna hiyo. Sasa comment ziko nyingi, lakini cha msingi hapa tumeweza kufikisha ujumbe kwa Hassan Mwakinyo kama ambavyo wadau wanataka Hassan Mwakinyo aachane na mambo ya siasa na awekeze nguvu sasa katika mchezo wa masumbwi, kwa sababu taifa la Tanzania linamtegemea kwenye vitu vingi sana, hususan kwenye mchezo huu wa masumbwi ambao wengi tunaendelea kushuhudia kutoka kwa Hassan Mwakinyo. Yes, baada ya mchezo wake ambao tulimshuhudia Hassan Mwakinyo akicheza tarehe 26 ya mwezi Desemba 2025, Hassan Mwakinyo amekuwa bondia mwenye hadhi ya nyota 3.5 mpaka hivi sasa, akiwa na jumla ya mapambano 28, ameshinda 25 kupoteza matatu, akiwa hana sare hata moja. Hassan Mwakinyo ni bondia namba 1 Tanzania kwenye uzito wa kati, lakini pia namba 1 Afrika kwenye uzito wa kati. Hassan Mwakinyo anashika nafasi ya 37 kidunia kati ya bondia 1957 Tanzania, huyu ambaye anapiga style orthodox, lakini tuliweza kushuhudia akipata matokeo ya ushindi wa knockout kwenye raundi ya pili pale Warehouse Masaki, Dar es Salaam, baada ya kumchapa Stanley Edibo, pambano ambalo watu wengi waliweza kutoa comment mbalimbali kuhusiana na ule ushindi ambao aliweza kuupata Hassan Mwakinyo. Wengi wanasema kwamba bondia ambaye alicheza naye alikuwa dhaifu, lakini pia tumemwona Hassan Mwakinyo naye akiwajibu kusema kwamba kama dhaifu imewezekanaje anipandishe mpaka kufikia hadhi ya nyota 3.5, lakini pia kushika nafasi ya kwanza Afrika kwenye uzito wakati. Kwa hiyo mdahalo tulikuwa nayo mingi sana kuhusiana na hili jambo, nadhani tusizungumzie sana, lakini Hassan Mwakinyo kwenye mambo ya siasa amepigwa marufuku na mashabiki, wanasema kwamba endelee kuitetea Tanzania kwenye upande wa mchezo wa masumbwi. Wewe kwa upande wako ulikuwa na maoni gani? Tukutane kwenye comment. Vile tunaangalia awamu ya pili itakuwaje katika mabondia wote wawili, Hassan Mwakinyo na Edibo. Edibo ambaye pia kucheza na Mtanzania Ramadhan Shauri. Yes. Lakini haikuwa hapa Tanzania, ilikuwa ni huko Nigeria. Na Shauri alipoteza. Kwa hiyo anapambana Tanzania mwingine Hassan Mwakinyo. Kiangalia jab yake ikiwa juu. Tengenezea engo vizuri sana. Edibo kwenye mchezo leo unaona kama kuna mabadiliko mengi ukiliangalia na mapambano ambayo umekuwa ukiyafuatilia. Double jab ambazo zimemtikisa. Zumigi Edibo amekuwa akiwaweka mbali zaidi washindani wake, lakini kuna muda hapo unamuona Edibo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti leo, Hassan Mwakinyo kaanza na Saspo mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aidan. Nzuri sana. Na Edibo Kasim Amri. Huyu ni Hassan Mwakinyo na anahesabiwa. Edibo anahesabiwa. Edibo anahesabiwa na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Round ya pili, sekunde za mwanzoni, dakika za mwanzoni kabisa, anatimiza kazi ambayo ilimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kigeni kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO, ni moja kati ya tabia zake Aidan. Yes, na kimsingi ni knockout. Ni knockout kwa sababu mwamuzi alimhesabia Edibo mpaka sekunde 10 na Edibo akaonyesha kutokuwa tayari kuendelea na fight, na mwamuzi akawa amemaliza hii fight na kumpa ushindi Hassan Mwakinyo. Tutaenda kuona lipe ya kipi hasa ambacho Edibo alikutana nacho njiani na kupelekea kwenda chini na kupelekea fight hii kufika tamati kwenye raundi ya pili. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anafinya macho yake, namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambayo anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa. Aliingia kwenye mfumo na kukutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power hand ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo, ilikuwa ni left hook kwenye jawline, ikamkuta Edibo na kumpeleka kwenye canvas na kupelekea fight hiyo. Ilikuwa ni left hook ambayo ilimkamata Edibo akiwa haioni inapotoka kwenye jawline ama kwenye kidevu na kumfanya Edibo kupiga magoti kabla baadaye kuhesabiwa na kutoka kurecover na fight kufika tamati. So ilikuwa ni knockout ambayo imetokana na left hook ambayo Hassan Mwakinyo alipiga kwenye upande ambao Edibo hakuiona wakati na kuja na kupelekea hii fight kufika tamati. Huyo ni bingwa wa zamani wa WBA Pan Africa, UBA Intercontinental
WBF Intercontinental, lakini vile vile ABU Africa, WBO Africa. Hassan Mwakinyo ambaye amepanda majukwaa ya ndani na nje ya nchi. Raundi ya pili imetosha na inaruhusiwa kwenye mchezo wa boxing. Usisubiri mpaka inaweza ikawa ni sekunde ya kwanza tu. Walifanya hivyo kina Mike Tyson. Kabla hujafumba na kufumbua unakuta pambano limekwisha. Ikitokea opportunity ya kufanya finishing, fanya finishing. Na hii ilikuwa ni knockout ya punch moja ambayo bahati mbaya ilimkuta Eribo hakiwa hajajiandaa na kuiona ile punch ikiwa inakuja. The winner by knockout in second round, 1 minute, from red corner, Hassan Champions, one time, Mwakinyo. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.